Wow, habari rafiki yangu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo tena, ili niweze kukuhudumia neno la Mungu lililo hai. Na niko katika series ambayo ninazungumzia Yesu anatoa nini. Tunajaribu kuangalia neno linasema nini, au Yesu yeye mwenyewe anasema nini katika vile anavyovitoa. Na leo ningependa nianze na kuonyesha kwamba Yesu anatoa msamaha. Yesu huyu tunayemwongelea lazima tujue ni Mungu. Yesu ni Mungu. Sijajua unaamini nini, lakini mimi naamini kile neno linasema. Yesu ni Mungu ambaye alijidhihirisha katika mwili ili kuja kuchukua nafasi yetu na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo dhambi ni asili ambayo ipo ndani yetu na tunahitaji kufa kwa ajili ya dhambi, lakini Mungu akashuka yeye mwenyewe katika mwili wa Yesu Kristo ili aniokoe mimi na wewe. Na dhambi ina matokeo makubwa katika maisha yetu. Cha kwanza, dhambi inatutenganisha na Mungu, lakini pia dhambi inatupa hatia, inatupa hukumu. Tunajiona tusio watoshelevu kwa sababu ndani yetu tumeumbwa na shauku au kutamani kuitii sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu inatuhitaji tufikie utakatifu wa Mungu, ambao utakatifu wa Mungu hatuwezi kufikia kwa miili hii tulionayo. Hivyo tunahitaji uwezesho wa Mungu yeye mwenyewe, ambaye kupitia Yesu Kristo anatusamehe dhambi zetu na kutupa uweza kupitia Roho Mtakatifu wa kuishinda dhambi. Kwa hivyo kitu cha kwanza Yesu anachokitoa, Yesu Kristo anatoa msamaha. Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe aliyedhihirika katika mwili kwa ajili yetu na anatoa msamaha kwa ajili ya dhambi. Na msamaha huu hautolewi kwa watu special. Msamaha huu unatolewa kwa watu wote. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Yohana, neno la Mungu linasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Inamaanisha Yesu Kristo ameichukua dhambi ya kwangu na ameichukua dhambi ya kwako na amechukua dhambi hata ya watu ambao bado hawajazaliwa. Hivyo hawa watu au mimi na wewe tunachohitaji tu ni kuamini kazi yake ya msalaba aliyoikamilisha msalabani kwa ajili yetu sisi ili tuokolewe. Kumwamini Yesu ni kupokea msamaha kutoka kwake na kuwa na ushirika na Mungu. Lakini pia kwa mtu ambaye tayari ameshamwamini Yesu Kristo, pamoja na kuwa na uwezesho wa Roho Mtakatifu, bado atatenda dhambi. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea na kutusafisha na udhalimu wote. Yesu Kristo pia anatoa msamaha hata kwa Wakristo ambao wametenda dhambi. Kwa hivyo hauna haja ya kuwa na hatia, hauna haja ya kuwa na hukumu wakati Yesu Kristo anatoa msamaha. Ni muombe Mungu sasa akusaidie upate ufunuo wa msamaha anaotoa, ili ukitenda dhambi au hata kama bado hujampa Yesu Kristo maisha yako, upate msamaha wa Mungu na experience, upate uzoefu wa maisha ya Mungu mazuri yaliyoko katika Kristo Yesu. Hauna haja ya kuhangaika tena wakati Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya dhambi zako. Nimshukuru Mungu sasa kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa anayenifuatilia. Ninaomba Mungu picha ya msalaba ikajengeke ndani yake na aupokee msamaha wako ili aweze kuexperience maisha, yani zoe ambayo umeyaleta kwa ajili yake. Katika jina la mwanao mpendwa Yesu. Amen. Barikiwe sana rafiki yangu na bye.